Haya ndiyo maazimio ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kamati kuu ya chama iliyoketi kwa siku mbili tarehe 23 na 24 Mei 25 baada ya mijadala na tafakari ya kina ya kimkakati imefikia maazimio yafuatayo. Moja, kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili, kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria za vyama vya siasa kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake ni batili kwa vile yamebeba nia ovu dhidi ya Chadema na yameingilia haki na uhuru wa chama kuamua na kufanya shughuli zake kwa mjibu wa katiba yetu. Kwa sababu hiyo, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa maamuzi ya baraza kuu la chama yaliyofanyika tarehe 22 mwezi wa kwanza 2025 ni sahihi na yatabaki kama yalivyo. Kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 Januari 2025 kilikuwa na kikao cha kudhibitisha uteuzi na sio kikao cha uchaguzi. Hivyo msajili amepotoka na anapaswa kujisahihisha kwa kuacha matendo ya ila yenye nia ovu dhidi ya Chadema na kuwa mwenendo wa demokrasia nchini. Azimio namba 2, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya chama ya No Reforms No Election iendelee katika kanda zilizosalia, na kwa sasa kamati kuu ya chama imepitisha ziara ya operation kwa kanda 6 kama ifuatavyo. Kanda ya kaskazini, ziara ya chama itaanza tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni 2025. Kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya Pemba, kanda ya Unguja, kanda ya Pwani, Chadema itaendelea kusisitiza kuwa mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi yanahitajika kabla nchi haijaenda kwenye uchaguzi wowote. Suala la mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ni hitaji la Watanzania na msimamo huu Chadema itausimamia kwa nguvu zote. Azimio namba 3, kamati kuu inatambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa na viongozi wa dini na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi kuanzia kipindi cha mwezi Machi 2025 hadi Mei 2025 kuhusiana na umuhimu wa kufanyika kwa mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Oktoba 2025. Kamati kuu inazipongeza kauli na misimamo hiyo kwa jinsi inavyosadifu msimamo wa No Reforms No Election. Tunawasihi viongozi wote wa dini na taasisi zingine ziendelee kupaza sauti ili mabadiliko kwenye mfumo ya uchaguzi yaweze kufanyika kwa ajili ya kuwa na chaguzi zilizo huru na za kuaminika. Azimio namba 4, kamati kuu ya chama pia imeazimia kuwa chama kiendelee kutoa mafunzo ya viongozi kwa ngazi ya kanda na mikoa ambayo haijafanya mafunzo. Kanda ambazo zitanufaika na mafunzo ya awamu hii ni pamoja na kanda za Pwani, kanda za Kaskazini, kanda ya Unguja, kanda ya Pemba na kanda ya Nyasa. Aidha, kanda ambazo chama kimeshafanya mafunzo, kamati kuu ya chama imeelekeza kuwa ngazi za ndani husika ziendelee kufanya mafunzo ya viongozi kwa ngazi za majimbo na kata na matawi ya chama. Azimio namba 5, ili kupata viongozi wenye weledi ambao watatumika kwa manufaa ya chama na taifa, ili kamati kuu ya chama imejadili na kuridhia kwamba mwaka huu 2025 chama kianzishe utaratibu wa mafunzo ya Leadership Awards kwa vijana na wanawake. Azimio namba 6, kamati kuu ya chama imeazimia na kuelekeza kwamba kila mamlaka ya chama isimamie na kuhakikisha nafasi zote zilizo wazi kwenye chama na mabaraza zinazibwa. Kazi ya kuziba mapengo yaliyo wazi ianze kufanyika ndani ya siku 14. Azimio namba 7, kamati kuu ya chama imepokea na kujadili taarifa za uvunjwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini na imelaani vitendo vya utekwaji na kupotezwa kwa wanachama wetu Mdude Nyagali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa
wanachama wetu vimeshamili na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe 2 mwezi wa 5 2025 saa 7 usiku, mwanachama wetu Mdude alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupoteza. Tumefika mwisho